Kwa Mungu, hebu tuangalie uthibitisho wa mtu ambaye amejazwa na Roho Mtakatifu. Mtu ambaye na Roho Mtakatifu, mtu ambaye amejazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe tena. Mtu wa Mungu, mara nyingi sana tumekuwa tukijisikia vibaya kwa sababu ya kuto kunena kwa lugha, pasipo kutambua kwamba kunena kwa lugha pia ni miongoni mwa vitu ambavyo Roho Mtakatifu anaweza akaamua ampe nani na nani asimpe. Hebu tuangalie, kwa sababu Biblia inasema wazi kwamba kunena kwa lugha ni ishara ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Lakini wapo ambao wananena kwa lugha na ni mapepo. Na kwa sababu ya ufunuo wa Roho Mtakatifu, discernment, unagundua kwamba ni pepo, na ukiweka mkono juu yake pepo linalipuka. Kwa hiyo utagundua kwamba kunena kwa lugha ni ishara ya Roho Mtakatifu, lakini kuna uthibitisho wa mtu ambaye ana Roho Mtakatifu, na uthibitisho huo ni matunda. Lakini kabla hatujaenda huko, hebu tuangalie sasa vitu ambavyo Roho Mtakatifu anamgawa kila mmoja mmoja sawa na jinsi apendavyo. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 12, naomba tuanze na mstari wa 7. Ukipata muda soma yote, lakini kwa haraka saizi naomba tuanze na mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima. Unaona, mmoja apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa apendavyo Roho yeye yule. Mstari wa 9, na mwingine imani katika Roho, na mwingine karama za kuponya, na mwingine matendo ya miujiza, mwingine unabii, mwingine kupambanua roho. Hasa mwenye uwezo wa kupambanua roho ndio mwenye uwezo wa kutambua, je, huyu anayenena kwa lugha ni Roho Mtakatifu au sio? Mwenye uwezo wa kupambanua roho ana uwezo wa kutambua mtu ambaye amekuja kwa sura nzuri lakini nyuma yake amebeba ubaya. Ana uwezo wa kupambanua mtu ambaye anaongea maneno alafu yapo kinyume na anachokiwaza moyoni mwake. Mtu mwenye uwezo wa kupambanua roho ana uwezo wa kutambua. Unaona, kwa hiyo sio kila mmoja amepewa hicho kitu, tumepewa tofauti tofauti. Na mwingine anasema, na mwingine aina za lugha. Kwa hiyo mwingine kwenye kunena kwa lugha baba humgusi, ananena kwa lugha za malaika, lugha za moto, hata kwa lugha za binadamu. Unakuta mtu ananena lugha ambayo yeye hajawahi kujifunza mahali popote, hajawahi kumsikia mtu yoyote, lakini mtu akutokea kwenye sehemu ambao anaongea lugha hiyo atamuelewa huyo mtu anayesikia. Na atakapoulizwa, bwana ulikuwa unaongea lugha gani? Atasema sielewi. Lakini mtu ambaye anaifahamu hiyo lugha kutokea taifa hilo atasema kwamba ulikuwa unaongea lugha fulani. Na ndio maana wapo watu wa kutafsiri lugha. Anasema pia mwingine tafsiri za lugha. Maana yake wapo watu ambao ukiongea kwa lugha wanaweza wakatafsiri, wakapokea ujumbe. Ikiwa ni Mungu anasema na kanisa watapokea ujumbe.